الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzitaka ziada za kheri zimiminike kwa wingi kwa kipenzi cha watu, kiongozi wa umma, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wapenzi waheshimiwa mliohudhuria katika hadhara hii, mgeni rasmi Katibu Mkuu Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA Taifa, kaka yangu Bwana Mruma, mkuu wa mkoa wa Katavi natumai yupo, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, makatibu wa mikoa waliopo hapa, mashehe wa wilaya, shekhe mwenyeji wa mkoa wa Katavi na viongozi mbalimbali wa serikali, viongozi wa kidini, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nitumie fursa hii kusema tena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, mimi sitaki kuwa msemaji sana, kwa sababu hapa nyuma kuna vigogo vinataka kuleta nondo za maana. Mimi ni mbeba viatu wa mashehe. Kazi yangu mimi kubeba viatu vya mashehe ili kuwapa nafasi mashehe wafanye vitu vyao. Lakini pia na uchovu mwingi kwa sababu tumekuwa kwenye safari kwa muda mrefu. Juzi majira ya saa 6 za mchana, Mheshimiwa Katibu Mkuu Bwana Nuhu Mruma alinipigia simu natakiwa niende Mara Musoma, nikaungane na mufti wa Tanzania kwenye shughuli inayoendelea kule mkoani Mara, au iliyoendelea jana. Kwa jana alfajiri saa 11 niliondoka na ndege ya asubuhi, na vijana wangu walitangulia na gari wakinifuata ili baada ya ziara hiyo ya Mara niweze kuwasili hapa Katavi. Na bahati mbaya sana juzi nilikuwa na kesha kwenye dua, kwa hiyo sikulala kabisa. Na jana tumekuwa bize muda wote mpaka tunamaliza shughuli. Na jana tulikuwa tukifanya jambo la maendeleo la kuchangia fedha kwa ajili ya ujenzi wa msikiti mkuu, kumalizia msikiti mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA pale mkoa wa Mara mjini Musoma. Walilahi alhamdu tumekusanya takriban milioni 70. Na zoezi hilo nililisimamia jana. Na baada ya kuondoka pale usiku tukawa na shughuli ya Maulid. Alfajiri leo na vijana wangu tumeanza safari ya kuja Katavi. Kwa hiyo sijapumzika kabisa. Yani kama nimelala masaa mengi ni mawili. Tangu juzi siku ya Jumatano mpaka leo Jumamosi sijalala kabisa. Lakini safari zote hizi ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah. Kikubwa mtuombee dua ili tuhakikishe kwamba yale machache aliyotupa Mwenyezi Mungu tunayakabidhi vifuani mwenu na katika masikio yenu kabla Mwenyezi Mungu hajatuondoa duniani.
Na jana Mheshimiwa Mufti alinikabidhi jukumu la kuitafsiri maudhui aliyoitoa jana kule Musoma. Tangu kuanzia jana nimepewa jukumu la kutafsiri hutuba ya Shekhe Mufti mkuu katika mihadhara yangu yote nitakayozunguka. Kazi ngumu kweli kweli. Ndugu zangu, kwa dakika hizi chache nataka nizungumze Qur'ani kidogo. Nataka kuizungumza Qur'ani kwa sababu Qur'ani ni miongoni mwa vitabu vya aina yake. Qur'ani ndio kitabu bora kuliko kitabu chochote duniani kwa sasa. Ni maneno magumu kidogo, lakini ndio ukweli ulivyo. Na ubora wa Qur'ani unakuja kwa sababu ndio kitabu pekee mwandishi wake amefundisha aina zote za elimu zilizopo duniani, na hakuna kitabu kingine duniani chenye mfumo huo isipokuwa Qur'ani. Vitabu vyote vilivyopo duniani leo vinategemea taaluma ya mwandishi. Kama mwandishi ni mwanasayansi, atatunga vitabu vya sayansi. Kama mwandishi ni mwanahistoria, atatunga vitabu vya historia. Kama mwandishi ni mwana mathematics, atatunga vitabu vya hesabu. Kama mwandishi ni taaluma yoyote, ataandika kitabu kulingana na digrii alizosoma. Kama ana 2 ana 3, atatunga vitabu vya namna hiyo. Lakini Qur'ani ndiyo kitabu pekee, elimu yoyote unayoitaka duniani leo ndani ya Qur'ani ipo, na kubwa zaidi itakuwa ndo mwalimu wa kufundisha elimu hizo. Na ndiyo maana kitabu cha Qur'ani kilichoteremshwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama karne ya 7 mwaka wa 611 hadi 633, katika kipindi cha miaka 23, miaka 13 Muhammad akiwa Maka, aliteremshiwa sura 86. Alipohama kwenda Madina akaishi miaka 10, akateremshiwa sura 28. Ikawa Qur'ani ina sura 114, ina aya 6236, ina maneno 76440, na ina herufi 322,373. Qur'ani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala robo 3 ya mafundisho yake ni mafundisho ya kijamii, na robo 1 ya mafundisho yake ni mafundisho ya kiroho, mawasiliano ya kiibada baina ya Mola na mja wake. Kwa hiyo Qur'ani ndiyo kitabu pekee, robo 3 ya mafundisho yake ni mambo ya kijamii, na ndani ya mafundisho hayo ndiyo utapata elimu yoyote unayoitaka leo duniani. Na elimu zote zinazofundishwa katika university mbalimbali duniani leo, Qur'ani imekuwa mbele zaidi kwa mafundisho kuliko vitabu vingine vyote, kuliko wasomi na maprofesa wote. Na ndiyo maana Qur'ani kimekuwa kitabu pekee kina aya zilizotaja baadhi ya mambo mpaka hivi leo tarehe 25. Leo ni tarehe ngapi? Tarehe 25 mwezi wa 11 2023, kuna mambo yamefundishwa ndani ya Qur'ani, lakini ubongo wa mwanadamu haujaumbwa kutafsiri maneno hayo. Yani Mungu ameeleza mambo ndani ya Qur'ani, hata hao viumbe wenyewe watakaotafsiri hayo mambo hawajazaliwa. Tunawatarajia miaka 500 baadaye kuanzia leo. Na yako mengi ambayo ukitaka tuyazungumze hapa tutafika kesho kutwa na hatutayamaliza.
Ndugu zangu Waislamu, tukisema tuyadadavue yaliyomo ndani ya Qur'ani, namna Mwenyezi Mungu alivyoeleza kitabu hiki kwa ubora wake, basi hatuwezi kumaliza mazungumzo yake. Lakini leo itosheke nisimame kwenye darsa moja iliyopo katika sura ya 16 aya ya 68, na hapa kuna vitu vya msingi nataka nikavizungumze. Sura ya 16 aya ya 68 na 69 zilizomo ndani ya kitabu cha Qur'ani. Sura ya 16 inaitwa Suratun Nahali, sura ya mdudu nyuki. Na Qur'ani katika sura 114, hii sura ya 16 ndiyo sura aliyetajwa mdudu nyuki. Wanasayansi wote duniani wanakubaliana kwamba mwanadamu wanakubaliana kwamba nyuki kaumbwa kwa chromosome 16. Duniani hakuna mwanasayansi yote anapinga kwamba nyuki ameumbwa kwa chromosome 16, na Qur'ani imemtaja nyuki katika sura ya 16. Karne ya 7 Muhammad alijuaje? Hakuna darubini wala kompyuta, hakuna mashine yoyote ya kitaalamu ya kutazama DNA ya viumbe, lakini Muhammad katangaza na kufundisha vile vile walivyokuja kujifunza na kuelimishwa wana sayansi wa karne hii ya sayansi na teknolojia. Lakini katika sura hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa auha rabbuka ila nahli anitakhidhi minal jibari buyuta wa minashajar wa mimma yarishun. Hiyo ni aya 68. Allah anasema wa auha rabbuka ila nahli, Mola wako anapeleka ufunuo kwa nyuki. Sio anapeleka kila kukicha, hiyo ni continue, anafanya kila kukicha. Wa auha rabbuka ila nahli, Mola wako anapeleka ufunuo kwa nyuki, anitakhidhi minal jibari buyuta, jengeni nyinyi nyuki nyumba zenu katika milima, wa minashajar, na katika miti, wa mimma yarishun, na sehemu zinazojengwa na wanadamu. Qur'ani karne ya 7 inafundisha nyuki anajenga maeneo matatu. Karne ya 21 watafiti wamekubaliana mdudu anayeitwa nyuki aliye katika kundi la insekti, mwenye kichwa, kifua na tumbo, ana miguu 6 na mbawa 2, ana antena 1 na macho 2 yenye lenzi 100 zaidi, ana uwezo wa kujenga maeneo matatu tu. Kuna mina bees, carpenter bees and the leaf curtain bees. Kuna nyuki wa kwenye milima, kuna nyuki wa kwenye miti, na kuna nyuki wanaokaa kwenye mzinga. Yani ile we kutengeneza mzinga alafu nyuki akaja kukaa pale akatengeneza asali, sio akili yako wala ujanja wako. Maamrisho ya Mungu kwa nyuki, na nyuki wanafuata maamrisho ya Mungu bila ya kupinda pinda. Wewe weka mzinga, huna chambo wala huna dawa, lakini nyuki anajenga na anaweka asali, anatia amri ya Mungu. Maajabu yako kwako wewe unayelina asali, bado humjui Mungu wala humshukuru kwa neema aliyokupa. Kwa hiyo Allah anasema kwamba nyuki ana tabia kujenga maeneo matatu, lakini pamoja na kanuni hiyo, nyuki ana maisha ya aina 2 tu. Ni kweli wanajenga maeneo matatu, kuna nyuki wa kwenye miti, kuna nyuki wa kwenye milima, kuna nyuki wa maeneo yanayojengwa na watu, lakini kitabia nyuki wako na tabia 2 tu. Tabia ya kwanza ni social bees, na tabia ya pili ni solitary bees. Nyuki wana tabia 2 tu katika maisha, social bees and the solitary bees. Wanaishi kijamaa na wengine wanaishi kibepari. Nyuki wanaoishi kijamaa, hawa ndio tunawaita honeybees, na nyuki wako zaidi ya aina makabila 12,000 duniani. Na kila nyuki wana taratibu zao za maisha.
ima za kisolitary ama za kisocial. Zinaweza kuwa za kijamaa au zinaweza kuwa za kibepari, lakini leo nataka niwazungumzie nyuki wa kijamaa. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu katika aya ya 69 maneno ya mwisho kule anasema inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Maisha ya nyuki yana mazingatio ikiwa wanadamu mtakaa chini na kutafakari. Kwa nini Mungu katoa mfano wa nyuki? Kwa nini Mwenyezi Mungu amemtaja nyuki ndani ya Qur'ani? Inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Maisha yao yana mazingatio kwa wenye kutafakari wakitaka kujifunza kusoma. Hawa social bees, nyuki wanaoishi kijamaa, kundi moja linaishi kati ya nyuki 200 mpaka nyuki 1080. Kundi moja kati ya nyuki 100. Tengeneza asali. Hakuna nyuki anayeishi bila ya kuwa na kazi maalum. Nyuki ndani ya kundi lao, kila nyuki ana wajibu na jukumu la kufanya. Hakuna nyuki anaishi kizembezembe. Cha ajabu, pamoja na Qur'ani kufundisha hili, wako watoto wa Kiislamu wanakula na kulala kwa baba zao. Balo jitu zima lina miaka barehe, anaweza kufanya kazi. Toto lina miaka 30, akitaka kuita mamake vocha. Yani anafikia mahali mtoto wa Kiislamu anategemea vocha ya mama yake kwa pesa aliyoacha baba yake ya kununua mchuzi wa kula ndugu zake. Qur'ani inatuambia inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Maisha ya nyuki yana mazingatio kwa watu wenye kutafakari. Wewe mtoto wa Kiislamu, wewe usiye Muislamu, ambaye ni kijana, unaweza kufanya kazi, unaweza kujitafutia, jitafakari mara mbili, kula vyakula vya mzazi wako na huna mchango wote katika familia. Lakini kubwa, nyuki hawa wana usimamizi. Nyuki hawaishi kama vile au kundi la wanyama wasiokuwa na mchungaji. Nyuki maisha yao, katika kila kundi la nyuki kuna mtawala kiongozi. Nyuki wote katika makundi wana mtawala wao ambaye ni kiongozi. Na tafiti za kisayansi zimethibitisha kwamba nyuki jike ndiye mtawala katika kundi. Maana yake nini? Maana yake nyuki wanaongozwa na jike. Pamoja na taaluma zote na namna wanavyoishi kwa utaratibu bora ulio mzuri kuliko wowote, nyuki wanaongozwa na mwanamke. Na hapa unakwenda kujifunza nini? Mungu anasema inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Hakika katika maisha ya nyuki kuna mazingatio kwa watu wenye kutafakari. Hebu jiulize swali, nyuki jike anaweza kucontrol maisha ya nyuki 1080 na kila nyuki akatekeleza wajibu wake. Lakini unaweza kuona ajabu, binadamu 12 tu kuongoza kwenye familia wakakushinda. Lakini kubwa kwenye hili, Mungu anataka kutuonesha mwanamke ana uwezo wa kuongoza, wala halina mjadala. Mwanamke anaweza kuongoza wala halina mjadala. Kwa sababu kama nyuki jike anaweza kuongoza kundi la 80, mwanadamu mwenye akili timamu kwa nini asiongoze? Wewe ukisema mwanamke hawezi kuongoza, wewe una tatizo tu, yani una ule umimi umekushika, roho mbaya. Lakini mwanamke anaweza kuongoza. Na dunia imeona mifano kadhaa wanawake wamefanya vizuri. Qur'ani ilipomsifu jike la nyuki katika utawala, wanadamu wameonesha mifano. Sisi wa Tanzania mfano hai duniani. Rais wetu mwanamama. Rais wetu sisi wa Tanzania mwanamama, Daktari Samia Suluhu Hassan. Mama mmoja kutoka Zanzibari, nchi kaiweza. Ukiwa mbishi kuwa mbishi tu.
Maana wabishi hawakawii, hata Mungu anambishia. Kuna watu wameumbwa na wanasema Mungu hayupo. Kwa hiyo ukiwa mbishi unakuwa mbishi tu, lakini mama nchi kaiweza. Mimi na mifano kama 3 hivi huwa naona mama nchi kaiweza. Miaka 5-6 iliyopita tulikuwa hatujui nchi hii ni ya chama kimoja au vyama vingi. Lakini mama kafanikiwa kuwafanya wapinzani wanasema wanachojisikia, tena wala hawaguni, anawapa fursa kwa sababu mama ni mlezi. Kelele za mtoto hazimfanyi mama aache kutekeleza wajibu wake. Sio hilo tu, ndio rais pekee tangu Tanzania imepata uhuru amewahi kuhudhuria shughuli ya upinzani na akawa mgeni rasmi na akasema, alafu wapinzani wakampigia makofi. Utamjua mama au amnielewi? Najua kuna watu hawezi kunielewa. Wasema huyu naye Maulidi anamzungumza mama hapa, anaingiaje? Uislamu ni dini ya jamii na binadamu wanatakiwa wafundishwe mafundisho ya kijamii. Nimesema 75% ya mafundisho ya Qur'ani ni mafundisho ya kijamii, na ndiyo maana ndani ya Qur'ani katajwa Firauni mbaya, na ndiyo maana ndani ya Qur'ani katajwa manabii na mitume wema. Ni kuonyesha Qur'ani dini ya kijamii, Uislamu ni dini ya kijamii. Lakini nyi watu wa Katavi hamwezi kusema hamlijui hili, kwa sababu mkuu wa mkoa huu ni mama, na nadhani ni yule niliyomkuta mara ya mwisho nilipokuja. Yupo mama. Hii unajifunza nini? Anafanya vizuri. Maana mikeka inapitwa, watu wanabadilishwa, wengine wanapigwa chini. Mama anajitahidi, anafanya vizuri, mashallah. Mungu amthibitishe hapo na zaidi. Kwa hiyo nikuombeni tu, jambo kubwa unalotakiwa kujifunza, ukiisoma Qur'ani, isome Qur'ani kwa kuitafakari. Isome Qur'ani kwa kujifunza. Usisome Qur'ani kwa kutaka kubishana nayo. Usisome Qur'ani kwa kutokuwa na mazingatio nayo. Isome Qur'ani kwa kujifunza. Qur'ani ni kitabu chenye maajabu mengi mno. Nyuki wanatawaliwa na jike, lakini nyuki wote duniani wanaishi katika department 6. Katika kila kundi la nyuki wanaoitwa nyuki wa asali, ama ukipenda wanaitwa nyuki wanaitwa honeybees, nyuki wa asali. Idara ya kwanza katika nyuki ni idara ya utawala, inaongozwa na Malkia. Kazi yao wao ni kusimamia utawala. Malkia yeye ndo mkuu katika kundi lote la nyuki, na yeye ndio mwenye amri ya mwisho. Hata wanapotaka kuhama, lazima huyu apewe ulinzi wa kumsafirisha mpaka atakapoenda kukaa kwa usalama. Ndio alipojifunza leo viongozi. Hivi inawezekana kiongozi wa serikali aende mahali kwa nafasi ya waziri, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, au nafasi ya rais, asiwe na maeskota pembeni? Inawezekana? Haiwezekani. Lakini Qur'ani ndio imefundisha haya karne ya 7. Kwa hiyo nyuki wanatambua thamani ya kiongozi wao na wanatii kila ambacho kinaamrishwa katika utaratibu wao, kwa sababu moja ya vitu ambavyo Qur'ani imefundisha kuwa tujifunze kwa nyuki, nyuki wanazungumza na wanapeana taarifa na wana lugha ya kuzungumza. Utaona mbele wanazungumzaje. Lakini sio hilo tu. Idara ya pili ya nyuki ni drones, madume. Nyuki kuna idara ya madume. Hawa madume wana kazi nyingi. Kazi yao ya kwanza ni walinzi wa Malkia. Kazi yao ya pili, nyuki hawa madume wanampanda Malkia. Malkia anatakiwa apandwe ili atage majike, na asipopandwa anataga madume. Nyuki wa Malkia anapandwa mara moja kila baada ya miaka 3. Nyuki jike ambaye ndiyo Malkia
ambaye ndo mwenye mamlaka ya kutaga nyuki wote ndani ya kundi lao, anapandwa mara moja katika kila baada ya miaka mitatu. Na akipandwa mara moja anataga miaka mitatu majike watupu. Asipopandwa anataga miaka mitatu madume watupu. Kwa hiyo kila baada ya miaka mitatu anapandwa mara moja. Na nyuki anapandwa huko juu ya anga. Sio kama nzi wakikutana kwenye mti wamedandiana wanakwenda. Nyuki wakitaka kukutana, jike lile malkia anapanda juu ya anga. Anapandwa katika eneo linaitwa stratosphere. Ni karibu maili 30, kilomita 35 kutoka juu ya mgongo wa ardhi. Huko ndo anakwenda kupandwa nyuki. Na ya majike, jike linapokwenda angani, madume yaliyo katika kikundi kati ya 200 mpaka 500 ndani ya mzinga wa nyuki wanaruka kwenda kumtafuta malkia ili wampande. Hawa madume wenye afya ya hovyo hovyo, mgogoro kama ya pangu pakavu tia mchuzi, madume haya yanakufia hapa njiani. Unajifunza nini katika Uislamu? Mwanamume anatakiwa kuwa na nguvu. Mwanamume hatakiwi kuwa bwege. Mwanamume anatakiwa we very strong. Nyuki dume ana nguvu, ndo anakwenda kumpanda jike. Wakishafika angani, anapatikana mmoja anampanda jike, alafu anarudi anakuja kutaga. Atataga kwa muda wa miaka mitatu mfululizo majike. Idara ya tatu ya nyuki wanaitwa nurses bees, wahudumu katika mzinga. Hawa kazi yao ni kusimamia utengenezaji wa asali ndani na uleaji wa watoto. Nyuki hawa wana kazi kubwa sana, na nyuki wana elimu ya hali ya juu. Kitengo hiki kina akili hata ya binadamu nyuma. Nurses bees anafanya kazi ya kwanza. Anafanya kazi ya kuhakikisha anageuza mayai ndani ya siku 6 za kwanza baada ya mayai kutagwa. Nyuki akishataga mayai anataga ndani ya siku 7. Leo anataga kadhaa, kesho anataga kadhaa, kesho kutwa anataga kadhaa, siku inayofuata anataga kadhaa, mpaka siku 7. Na anapotaga, malkia anataga zigzaga, yani hatagi kwa mstari, anataga zigzaga. Hawa majike ambao wanaitwa nurses bee, moja ya majukumu yao ni kuhakikisha wajue yai la jana na la juzi ni lipi, yai la leo ni lipi, ligeuzwe ili lipate joto. Lisipogeuzwa likapata joto, linaviza na linakufa. Unajiuliza maswali. Karne ya 7 Mungu anaeleza ndani ya Qur'ani juu ya maisha ya nyuki. Leo nyuki anatambua yai lililotagwa jana na lililotagwa leo, na hana chaki wala alama. Kuna watu wana watoto wao pia akimjia hajui ni Juma au Joni. Lakini nyuki anajua. Kwa anayegeuza yale mayai mpaka baada ya siku 6. Siku ya 7 mayai yanatotolewa mpaka siku ya 9. Yakishatotolewa mayai yanatakiwa wale buwale au kiluwilui. Wanapotagwa baada ya kupasuliwa, kiluwilui anatakiwa ale kwa muda wa siku zisizopungua 6. Na ndani ya siku 6, kila muda wa siku 6 atakula mara 10,000. Tena bila ya kukosea. Kwa hiyo majike watakuwa na kazi ya kwenda kulisha watoto zaidi ya watoto 300 katika mzinga wa nyuki, na kila mtoto anatakiwa ale mara 10,000 kabla hajamaliza siku zake 6. Na akipunguziwa 2 tu nyuki anatoka tahira. Anajuaje nyuki kwamba huyu kala asubuhi, sasa mchana asile ale huyu hapa? Anawezaje kumention huyu hajala na huyu ameshakula? Anawezaje kumention? Inna fi dhalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Maisha ya nyuki yana mazingatio kwa watu wenye kutafakari. Nyuki kazi yake akifika hapo ni kuhakikisha analisha watoto. Baada ya siku 6 watoto wanapokuwa wamelishwa, wakishakuwa wanakuwa
au wananenepa au wanakuwa wakubwa mara 150 zaidi kuliko walivyotagwa akiwa kiruirui, alivyototolewa akiwa kiruirui. Baada ya kipindi hiki cha siku 6, anapokwenda siku ya 15, nyuki sasa atalazimika kufungiwa, yani kiruirui kitafungiwa. Hawa nesses bees wanafanya kazi ya pili, wanachukua nta alafu wanaziba juu kwa gamu maalum ambayo kazi yake ni kumfanya mtoto wa nyuki aishi ndani ya ile kontena au sega ya nyuki katika vile vyumba, alafu asiweze hata kupumua, jambo ambalo ataishi hapo kwa muda wa siku 3, na ndani ya kipindi cha siku 3 mpaka 6 nyuki atakuwa tayari ameota macho, ameota mbawa, ameota miguu, na atakuwa tayari kuwa nyuki mzima. Lakini hapo ataishi siku 6 bila ya kula chochote, maana yake atafunga kwa siku 6. Nyuki prosesi zao za kuumbwa moja ni kufunga siku 6. Na Waislamu mnafunga siku ngapi baada ya Ramadhani? 6. Inna fi dhalika la ayatan liqaumi yatafakarun. Funga ya 6 sio adhabu. Funga ya 6 ni maajabu ya Mungu katika kuonyesha ukubwa wake katika uumbaji. Tunafunga binadamu na wanafunga wadudu. Kama ambavyo saumu za kila mwaka wadudu wanyama pia wanafunga. Mfano kobe kila miaka 3 anafunga miezi 3 mfululizo bila ya kula. Na ndo mnyama anaishi umri mrefu kuliko viumbe wengine wowote. Kobe anaweza kuishi mpaka miaka 1500, lakini siri yake ni kuwa na saumu. Anafunga sana, ndiyo maana anapata uhai mrefu. Na Mtume SAW amesema, sumu taswihu, fungeni mpate afya. Lazima kobe awe na umri mrefu, kwa sababu kasema Mungu na Mtume. Kuna watu mwezi wa Ramadhani ukifika wanatafuta vyeti vya hospitali. Wagonjwa wa sukari wanajiita wagonjwa wa vidonda vya tumbo ili wasifunge, wanampiga chenga Mungu. Unaipiga chenga afya yako, unajipeleka mwenyewe kaburini. Kufunga ni faida, sio hasara. Ukifunga unautengeneza mwili wako kuwa na siha. Kwa sababu kwenye mwili wa mwanadamu kuna kitu kinaitwa toxins, aina fulani ya sumu inayotengenezwa na vyakula, vinywaji pamoja na madawa na hewa. Na ndiyo maana mwili una tabia 3. Una digestion system, elimination system na assimilation system. Tabia hizo 3 za mwili zisinge kuwepo, ungekuwa kila mtu baada ya miaka 2 ya kuzaliwa anakufilia mbalini. Mwili unafanya kazi ya kusafisha, kutawanya chakula pamoja na kusaga chakula, kusafisha sumu, kusambaza chakula na kusafisha chakula. Hiyo ni kazi inafanywa na mwili. Uo umelala au umekaa, kazi hiyo inafanywa na mwili. Tena haina makelele, inafanywa kwa ustadi mkubwa sana. Wewe unachofanya ni kupakia tu mihogo, kuku, chipsi, mandazi, vitumbua, keki, magimbi. Lakini ukienda kulala, hata sikio la mkeo halisikii kwamba kuna kazi inafanywa pembeni. Vinasagwa silencer, yani vinasagwa kimya kimya. Ikifika asubuhi unaliona tumbo tu linasukuma mwenyewe, unasogea ima cha kukaa au cha kuchuchumaa. Vinashuka taratibu bila ya tabu. Na lau Mwenyezi Mungu angetaka tulipie bili ya digestion kama wanavyolipia mahindi na ngano kukoboa katika mashine, sijui hali ingekuwaje. Kuna vitu vingine Mungu angetaka tulipie tungetafutana. Mimi huaga nakaa wakati mwingine najiuliza maswali. Hivi Mwenyezi Mungu angetoa masharti miguu iwe sawasawa na magurudumu ya gari, yani likiisha unafunga jipya, si wenye maisha magumu situngeishije? Yani kila mtu ingefika mahala afunge gurudumu jipya, likiisha anafunga jingine. Kuna watu kanda mbili zinawashinda. Soli ya mguu ungeipata wapi?
Yani Mungu ana neema zingine mpaka hazihitaji wewe kujieleza kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Akili yako tu inakupa uamini kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Na ukitaka kuamini hilo, angalia ushamaliza pia ngapi za viatu. Hebu jiulize, pia za viatu ulizomaliza tangu umezaliwa mpaka leo ngapi? Ushawahi kupanda kuvaa mpaka tairi za trekta na ziliisha. Tairi ya trekta mzee kubwa kama laizoni pia uliimaliza. Lakini yani nyayo ya mguu iko pale pale, ishatembea kwenye miba ya mkunju, ishapita kwenye mchongoma, ishatobolewa na miba sio ya kitu gani, mpingo wote ushaitembelea, lakini huna kilaka hata kimoja cha mguu. Au kuna mtu ana kilaka cha mguu? Yani kazibwa kilaka, kapigwa na oko, yupo? Yani neema za Mungu ni nyingi mpaka hazihesabiki. Allah anasema inna fi dhalika la ayatan liqaumi yatafakarun. Maisha ya nyuki yana mazingatio ikiwa mtakaa mkatafakari. Kwa hiyo nyuki akishatagwa anakuwa katika hatua mbalimbali mpaka anafikia kuwa nyuki kamili, analuka, anapewa idara ya kufanya kazi. Baada ya idara ya nurses bees inafuata idara nyingine ya nyuki, wanaitwa scouting bees, walinzi. Nyuki wana walinzi. Sio kila nyuki anagonga. Nyuki wanaogonga, nyuki wengine anaweza kukugonga ikiwa tu uvamizi umefanyika, lakini nje ya uvamizi huwezi kuona wote nyuki wanatoka kwenye kundi wanakuvamia. Haijawahi kutokea hiyo. Ila ukipita karibu utakula misumari 7 8. Wengine wanakuangalia tu. Wenye jukumu ndo anafanya hivyo. Na nyuki, tafiti zinaonesha, akikutwanga msumari wake, akiuacha pale akaondoka, ataishi dakika 45 tu, baada ya hapo anakufa. Lakini yuko tayari akupige msumari, yeye afe na we ukome kula vitu vya watu kiholela. Yani nyuki yuko tayari kutetea maslahi ya mzinga wao, hata ikibidi kufa. Lakini leo cha ajabu, kuna watu wanatamani Tanzania yenyewe pia ipoteze amani. Yani mtu anafika mahali anasema kama namna gani mbago zipasuke tugawane tuogelee. Mpumbavu mkubwa, hujui. Wewe hujawahi kukutana na masanga ya bunduki na risasi. Tuulize sie tuliotembea ndo tunajua. Ndugu zangu, Kongo pale tuliwahi kufanya mkutano Kisangani. Wapi panaitwa? Kisangani. Mimi nishatembelea zaidi ya nchi 72 duniani kufanya kazi ya dini. 72. Kongo pale tulikwenda Kisangani. Tumefika Kisangani, tunaomba kibali kwa wenyeji. Baraza Kuu la Waislamu wanaandika kibali, kinapelekwa polisi. Tunaambiwa kibali hicho hapo, mkutano ukatangazwa. Kule Kongo mikutano mingi na kuaga ya mjadala, Biblia na Qur'ani. Hii ya mawaidha kule sio sana, kule Biblia na Qur'ani. Kwa ukiinjika Muislamu jua Kristo atakuja, watakuhoji na watakupiga maswali mpaka utauona Uislamu mchungu kama una elimu. Na Wakristo hivyo wakiinjika jambo, Waislamu wanakwenda wanawapiga maswali mpaka wanauona Ukristo mchungu kama hawana elimu. Wanaishi kwa furaha na amani. Sasa tumefika, tumepewa kibali, tunaambiwa jamani, muhadhara utakuwa siku ya 3. Matangazo yakafanyika. Fanya matangazo sawa sawa. Tunafika uwanjani, kuna ndugu zangu vita. Subhana Malikul Qudus, usikiege tu mlio wa risasi unalia huko. Wewe unawashawishi watu acha ujinga. Tumeanza, mwenyekiti kaanza sallallahu ala Muhammad. Basi Waislamu tunaanza dua, ikasomwa Qur'ani, kaanzwa dua, na maliza dua. Mara tukakuta kundi la waasi linateremka. Unajua kule Kisangani vijijini waasi wanakuja muda wote. Wakavamia kwenye kile kijiji. Wana maloketi range hayo, guruneti moja likipigwa nyumba 20 zinakwenda chini kiwanja cha mpira.
alafu mwanamume kaweka hapa ana mbavu kubwa utafikiri tembo. Anafika pale anamwambia, nyinyi iko wa dini gani? Nyinyi iko Muzilima? Naambia si Muzilima. Mimi nimekaa nazisikia zote mbili zinagonga. Usiniulize nini. Haki ya Mungu nasikia natetemeka hivi. Mwenyekiti anaulizwa, nyinyi ni Muzilima? Sasa si Muzilima. Anasema hapa wiki 2 iliyopita walikuja wenzenu hapa wanahubiri neno la uokovu. Wakasimama, waliposimama wakatangaza Yesu ni Bwana, Yesu ni Mwokozi, sio nini, wakatangaza vitu vingi. Lakini tuliwauliza swali. Wale mabwana wanatuambia kuna swali liliulizwa, lile swali mkilikosea mjue shughuli imeisha. Sasa wale waasi wanasema wanauliza sasa, wenzenu wiki iliyopita walifanya mkutano hapa, tukawauliza swali, je, kuua ni haki au sio haki? Mchungaji mmoja akasema kuua sio haki, Mungu anasema ni dhambi, kuua ni makosa. Basi ya kumaliza maneno alimwagiwa gololi. Nikasema toba. Unajibuje? Linauliza swali, mwenyekiti marehemu sasa hivi amefariki, Sheikh Eliko, ambia Dr. Sule swali utajibu wewe. Nikamfuata nikamwambia, kaka, kwa hiyo mimi ndio umeamua kunitoa sadaka wa kwanza? Wewe unaambiwa juzi kafa mtu hapa, wiki haijaisha, unaniambia mimi nijibu hili swali, nitaliweza? Mimi nikasimama kwanza nikashahadia, kwa sababu huwezi kujua, chochote kinaweza kutokea. Baada ya shahada nikamwambia, Uislamu unasema wameruhusiwa kupigana wale waliodhulumiwa. Ikiwa mtu kadhulumiwa kupigana anaruhusiwa, lakini kama hajadhulumiwa amani itawale. Baada ya maneno hayo nikazisikia kama 6 hivi hewani. Sasa najichekecha mzima nishakufa. Famasi hawa nini? Wallahi kubwa na ndogo naziona zinagonga. Zinagonga zinarudi, zinagonga zinarudi. Ndugu zangu, baada ya dakika mbili wanajeshi wametanda, wanasema nyinyi Muzilima, nyinyi mtu safi, pigeni dini sasa. Haya, tangazeni ile Uislamu yenu. Sasa mimi najiuliza, hawa waliopo huko wasinao, kuna Wakristo humu, nitajitia ufundi kutangaza Uislamu ndo yale yale. Kaambia mwenyekiti, mkutano tuufungie hapa. Tunatoka pale, mkutano ule ukazungumzwa kama dakika 10 mawaidha. Baadaye tukaufunga. Wenyeji wanatuambia kuliwahi kushuka maguruneti, wanatuambia mnaona ile eneo hapa kulikuwa na nyumba za gorofa, zote zishaondoka kwa sababu ya maguruneti. Kuna mama mmoja wanatuambia ulipigwa mziki wa bunduki na maguruneti, yani mabomu yale ya kushushwa yanatoka juu yanakwenda chini. Mama mmoja alijisahau, kaingia ndani, kabeba paka kati ya mgongoni, kaacha mtoto, kakumbuka yuko kilomita 15 ndo mnyao anapiga kelele nyuma. Yani kaacha mtoto nyumbani, kabeba paka. Ukimsikia mtu anakuambia tuvunje amani, huyo ni mpumbavu. Ukimsikia mtu anakuambia nchi maisha magumu, vunjeni amani, andamaneni, yeye kakaa nyumbani anakula supu na mkewe, wewe unakwenda kuvunja wa miguu, usikubali. Na hata kama unataka kuleta hoja Tanzania ina maisha magumu, wallahi haina maisha magumu. Kama haya nasema uongo, Mungu anilaani mimi. Uwezi kufananisha maisha ya nchi yetu na nchi zingine. Hizi za Afrika huwezi kufananisha. Mimi miezi 3 iliyopita nilikuwa South Sudani. Huyu bwana mkubwa ndo alinipa kibali. Mimi nimepokelewa na mufti wa Sudani. Mimi nimekaa na Salva Kiir hivi, nazungumza naye. Nimekaa na mawaziri wake, kaniitia. Nimefanya kongamano kubwa. Na nataka nikwambie kitu.
Nimefika kwenye apartment South Sudan, Juba. Apartment, nyumba ya kuishi, chumba kimoja cha kulala, choo cha nje kimoja na choo cha kwangu cha master. Hapo ndani kuna jiko na sitting room. Yani kile kijumba ukubwa wake kinatoka nguzo hii mpaka nguzo ile pale. Nalipa $2,500 kwa mwezi. Maana yake ni milioni 6 kwa mwezi ya Tanzania. Aniambie wewe, nani anaweza kukaa chumba kimoja Tanzania milioni 6? Nyumba hiyo iko wapi? Niambie ni nyie, iko wapi? Mji gani Tanzania kuna nyumba chumba kimoja milioni 6 kwa mwezi? Wapi? Hata posta, nyumba za posta apartment haziko hivyo. Huwezi kusema maisha magumu ukilinganisha na wenzetu. Tusijidanganye. Sio watu watudanganya tu. Mimi nimezunguka, nimeona maisha magumu, kwani sisi uko kwa hizo nchi hatuendi? Lakini mkate, chakula kikuu Sudani ni mkate. Mkate unaouzwa Tanzania 3,500. Wallahi Sudani, South Sudani unauzwa 9,000, 8,000 mkate ya Tanzania. Mkate. Sio story. Yani mnakwenda watu 4, 5 hotelini kula chakula cha mchana, $100 inaondoka, 260,000. Tanzania hoteli gani unaweza kula gharama hiyo? Labda ukaje ukale Kimpiski huko. Na haiwezi kufika. Sasa nataka nikuambieni, huo ni mgahawa kawaida, tena uko Manzese. Kama hapa Dar es Salaam, pale Dar es Salaam unakulia Manzese. Maisha Tanzania yana nafuu. Vocha. Hapo unaweza kupata vocha ya jelo ukaweka na ukalonga. Uongo? Kwa wenzetu bila ya kuwa na $1, bila ya kuanzia dola, yani kuanzia $3 huwezi kupata vocha. $3. Huwezi kuweka vocha. Manake hakuna maskini. Yani huwezi kuishi kimaskini. Yani maskini wa South Sudan, tajiri wa Tanzania. Sasa niambie, maskini wa Tanzania anaishi, anakula na analala. Ndio nikuambie kwamba Tanzania maisha ni mepesi. Kwa mawasiliano sisi ndio tuko gharama nafuu kuliko nchi yoyote. Tanzania kuna bando mpaka la kupiga nje ya nchi. Kwa 10,000 unapiga dakika 5, 6 nje ya nchi kabisa, unatuanga tena kwa utulivu. Hakuna nchi za wenzetu. Sasa tunahitaji kujifunza kuijenga amani yetu, kutengeneza mshikamano. Nilikuwa nikimsikia hapa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anavyosisitiza watu wanavyoweza kutii mamlaka na kuishi katika mazingira ya amani. Wallahi na mimi naitumia fursa hii kukuambieni Watanzania wenzangu, amani tulionayo ni tunu. Nchi za wenzetu hawana. Mwezi wa 7 mimi nilikuwa Nairobi kabla sijaondoka kwenda Juba. Maandamano yale ya wiki 2 mfululizo mimi niko Nairobi. Nakwambia nilikuwa Kilimani, niko gorofa ya 19. Ndio nyumba nimepanga. Nilikuwa nalipa $3,500 kwa siku ya Tanzania. Vyumba 2 vya kulala na sitting room na jiko. $3,500 kwa siku. Niko Kilimani, Nairobi pale. Chini kule naona maandamano yanapita. Usikie tu hiyo habari ya maandamano. Yani hakuna duka linaachwa salama, hakuna simu inaachwa salama, hakuna maisha yanabaki salama. Yani watu wanakatwa visu, utafikiri kuku anataka kuchinjwa. Vitu vingine havisemwi. Kwa Tanzania tunatakiwa tumshukuru Mungu kwa hali tulionayo. Tusifikie mahala na sisi tunapenda kuiga vya watu. Sio kila kitu kinaigwa, vingine kuiga ushamba. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Hakika katika mafundisho ya Qur'ani juu ya nyuki mna mazingatio kwa watu wenye kutafakari. Nimalizie maudhui. Maudhui ni ndefu sana. Mdudu kundi lingine linalofuata baada ya hawa wanaitwa scouting bees, walinzi. Kundi linalofuata wanaitwa fanning bees. Yani wao nyuki wa idara ya hali ya hewa. Nyuki wanaamini na wanajua polini hakuna umeme, na hata nguzo zikipita TANESCO hawawekei umeme kwenye mizinga yao. Kwa ili wapate hewa, liko kundi linaitwa fanning bees. Kazi yao ni kupapesa mbawa zao nje ya tundu la mzinga. Krrr. Upepo unaotoka kwenye mbawa unaingia ndani na kuwa feni.
na kila muda wa sekunde moja, yani ile sekunde 1, 2, 3, unaona hiyo sekunde hiyo 1, bawa la nyuki linakwenda juu mara 1500, linakwenda chini mara 1500. Yani kila sekunde moja bawa la nyuki linatembea mara 3000. Ni spidi ambayo labda injini ya ndege. Na hana moto wala hajawekewa umeme. Huo ni umeme alioumba Mungu ndani ya mwili wa nyuki. Lakini yuko nyuki kundi jingine, yeye anaitwa field workers bees, mvunaji. Ye kazi yake ni kuvuna. Nyuki wanavuna material za kutengenezea asali. Na nyuki anaweza mpaka kilomita 10 kusafiri kutafuta maua na miti. Kilomita 10 anaweza kwenda. Na akitoka hapa akaenda kilomita 10 kuvuna, wakati wa kurudi hakosei njia. We binadamu ukiondoka hapa na mgeni, mimi leo saizi nitoe hapa nipeleke mitaa 6 kaniache, hapa sirudi. Nitapiga simu tu kwa katibu au shekhe nimuulize, kwani hapa nilipo nikitaka kuja hapo nipite wapi? Lakini nyuki hawana hilo. Nyuki wanapotaka kuruka wana uwezo wa kuruka kilomita 10 na wana uwezo wa kurudi pale pale kwenye mzinga bila ya kukosea, kwa sababu wakati wanaruka wana kiasi cha maji maalum yanaitwa signal chemical, maji maalumu ya kutengeneza harufu yanayotoa njia ya kwenda na kurudi, ili wakati anasafiri ajue alipita mtaa gani na wakati wa kurudi ajue anarudi mtaa gani. Mwenyezi Mungu anasema inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Maisha ya nyuki yana mazingatio kwa watu wenye kutafakari. Lakini akienda huko anakwenda kuchukua nini? Unga na maji. Nyuki katika miguu yake miwili ya nyuma, katika fundo ya kwanza ya chini, ana kikapu kinaitwa basket pollen. Kikapu ambacho kazi yake kubeba unga wa mimea unaotengeneza asali. Kwa sababu asali ni moja ya fumbo ambalo lina maajabu makubwa. Na mimi leo naliweka hapa, na hili ndo swali limefundishwa na Qur'ani. Akipatikana msomi kujibu swali hili, niko hapa Mpanda nje ya Uislamu, na mkabidhi gari yangu Land Cruiser. Hiyo hapo, iko hapo, ya mwaka 2017 Lexus iko hapo, inauzwa $400,000 na iko hapo nje. Ukijibu hili swali bingo na kula gari. Tena niko Mpanda mpaka kesho kutwa nipo. Haina maswali hiyo. Ndo utajua Uislamu dini ya ajabu. Nimesema kuna vitu vimeelezwa ndani ya Qur'ani Mungu hajaviumba bongo zake. Qur'ani. Eti kuna mtu anasema uliza tupate hiyo gari. Unafikiri ni rahisi mpaka anasema hivyo? Tafiti zishakwenda. Yaani hata ukimuita profesa hawezi. Nyuki anatengeneza asali. Sawa si sawa? Asali ni nini? Asali ni nini? Kuna unga wa miti, kuna maji ya mimea. Hiyo ni asali? Jibu sio asali. Tumeelewana sawa sawa? Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'u linnasi inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Yakhruju min butuniha sharabu, kinatoka katika matumbo ya nyuki kinywaji, mukhtalifun alwanu, kinywaji chenye rangi mbalimbali, fihi shifaa'u linnasi, hicho kinywaji ndio dawa na pozo kwa watu. Inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Hakika hii Qur'ani mafundisho ya nyuki yanakuzingatia kwa watu wenye kutafakari. Kwenye tumbo la nyuki kunatoka nini ambacho ndio pozo na shifaa katika mwili wa mwanadamu? Hiyo sio asali. Nini kinatoka kwenye tumbo la nyuki? Na hicho ndio pozo, na hicho ndio tiba katika maisha ya watu, na hicho ndio kinatengeneza asali. Yani bila hicho hakuna asali. Na ndio maana ukichukua unga wa miti, ukachukua na majani, ukampelekea nzi atengenezi asali.
Ili itengeneze asali lazima afanye nyuki, akusanye yeye na aivishe kwa muda wa siku 21 kama yai la kuku. Kwenye tumbo la nyuki kinatoka nini? Kinachochanganywa na mimea kinatengeneza asali. Ukijibu swali unakula gari bure. Yani hata msipate tabu Waislamu wa Katavi, gari yangu nitaondoka nayo na wakujibu hayupo. Hiyo ndo Qur'ani na huo ndo Uislamu. Ukisema mashehe hawajasoma wewe hujaelewa. Hawa mashehe wa mkoa wana elimu kubwa sana hawa. Shida yao uzudi umewashika, ule usufi umekuwa mwingi. Yani hata wale wanayojua wanaogopa kuyasema. Ndio maana mtu akivaa kanzu na joo anaonekana mshamba, hajui kitu. Lakini nataka nikuambie elimu iko kwenye kanzu, ndugu yangu, usijidanganye. Ndio maana viko vitu ndani ya Qur'ani mpaka kesho kutwa havina majibu. Niliwahi kuuliza swali mwaka 2012 Bujumbura University. Leo ni mwaka 2023, zaidi ya miaka 11 vyuo vikuu duniani hawajajibu hili swali. Kwa hiyo nataka tu nikwambieni Uislamu ni dini ya aina yake, na Qur'ani imebeba vitu vikubwa vya ajabu ambavyo mafundisho yake huwezi kuyapata popote isipokuwa kwenye Qur'ani, na Uislamu ndio mwakilishi kupitia Qur'ani kufundisha jamii mambo ambayo jamii haiyatambui. Fihi shifa'u linnas. Ndani ya matumbo ya nyuki kinatoka kinywaji. Yakhruju min butuniha sharabu. Kinywaji kinaitwa nini? Kazi yake nini? Kinafanyaje kazi? Na kwa nini kiwepo hicho? Kwa nini nyuki kapewa hicho? Sallu ala nabi. Kwani huku simnalina asali huku au amlini asali? Nilikuwa pale mtonini pale mpakani pale, Mtokoga pale, nikaletewa asali chupa kwa chupa niuziwe wakati tumepaki gari. Na wauliza, nyinyi mnajua ini shingapi asali? Chupa moja hii 1800. Nikamwambia kwa nini? Siku hizi asali ni shida sana. Utafikiri wanamsaidia nyuki kutengeneza au wampeleka material. Yani walina asali nao wana mbwembwe. Eti unajua siku hizi asali ni shida sana. Kazi gani umefanya kuitafuta asali mpaka imefika kwenye chupa? Zaidi ya kungatwa nao tu. Yani utaona ni kwa kiasi gani mwanadamu anapenda kujimilikisha mambo afa akajifanya ya kwake kama anayajua sana. Ndugu zangu, muda umekwenda sana na mimi nisingependa kuwa mzungumzaji sana, kwa sababu kwanza yenyewe nishazungumza sana. Kama hii ndio sio sana, hiyo sana sio ingekuaje. Niwaombe radhi kwa kuchelewa. Mheshimiwa Katibu Mkuu, mimi ndugu yako, niwie radhi. Nimesema sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mashehe wa wilaya, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, niwie radhi. Nimesema sana, lakini nia yangu ilikuwa nataka kujaribu kuonyesha mchango wa Uislamu katika elimu ya sayansi na teknolojia. Kama kuna mtu alikuwa nadhani Uislamu hauna mchango katika zama za sayansi na teknolojia, ndo nataka niwaoneshe kwamba Uislamu una mchango mkubwa katika zama za sayansi na teknolojia, tena vingine bado havijajulikana. Qur'ani imevieleza, binadamu hawajavivumbua, wanatakiwa wasubiri baadaye. Maana hata Qur'ani yenyewe ilivyokaa pia imekaa kizama za sayansi na teknolojia. Maana Qur'ani ukiisoma inafungukia kulia kwenda kushoto. Uongo kweli? Vitabu vyote unafungua kulia, unafungua hivi sawa sawa, unapeleka kushoto. Lakini Qur'ani unapeleka kulia. Vitabu vingine vyote unapeleka, lakini Qur'ani unapeleka. Kwa nini Qur'ani inapelekwa kulia? Kwa sababu huo ndo mfumo wa hazina elimu ya kiungu. Qur'ani yenyewe imeandikwa kulia kwenda kushoto. Na ndio maana ukiisoma unaisoma kulia kwenda kushoto. Lakini Al-Kaaba watu wanazunguka kulia kwenda kushoto. Safa al-Marwa pale watu wanakimbia, lakini mzunguko wao unakuwa kulia kwenda kushoto. Huyo ndo Qur'ani, maajabu yake makubwa. Hata maji, ukienda bombani ukitaka kufungua bomba unafungua kulia kwenda. Hata ukitaka kuvuka barabara polisi wanashauri usazame usalama kulia umalizie.
jitie ufundi sasa, anza kushoto umalizie kulia, utakula mzinga, tunakupeleka akhera. Kwa hiyo Qur'ani ni kitabu kitamu, kitabu chenye mafundisho mengi, jamii inatakiwa ikisome. Na sasa hivi Qur'ani ziko tafsiri za Kiswahili, za Kiingereza, watu waisome Qur'ani. Hata we Muislamu ambaye hukupata fursa ya kwenda madrasa, soma tafsiri za Qur'ani ili upate kujua Uislamu wako vizuri, na ndio utakuwa na hoja za kwa nini umekuwa Muislamu, vitu gani umevipata kwenye Uislamu. Lakini wale wanapata nafasi, twende kwenye madarisi mbalimbali, watu wakasome ili waufahamu Uislamu. Jana nilikuwa nikimsikia mufti anasema swala la Darul Maarif, jambo ambalo alilisisitiza mpaka akasema sasa hivi ataagiza watu, kuna timu imeshaandaliwa chini wa katibu wake, itatembea nchi nzima wakasimike Darul Maarif nchi nzima. Unataka watasimika, utaki watasimika. Hii ndio slogan ya mheshimiwa Sheikh mkuu na mufti wa Tanzania, na mimi naifikisha. Kumbe Sheikh umefanikiwa, vyombo viko hapa alhamdulillah. Wachache waliotekeleza, wengine bado, wale walio bado lazima watekeleze hili ili tupate watu wenye elimu juu ya dini yetu. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.